tukio ambalo linaonekana akimpiga kiwiko Himidi Mao limezidi kupamba moto kwenye mitandao ya kijamii. Mkenge, tunaweza tukasema kwamba hii imekuwa ni tabia ya wachezaji kulingana na mechi ambavyo inaendelea? Huyo ndo Soa. Soa atakupa mabao, atakupa assist na upuzi pia atakupa. Na miongoni mwa upuzi wake ambao tuliuona katika mchezo ule wa Simba dhidi ya Azam ni pamoja na ile attack from behind iliyoenda kumfanyia Himidi Mao. Ni tako. Sawa. Ambayo ameenda kumfanyia Himidi Mao. Lakini katika mchezo ule kama tunakumbuka, iko clip moja nayo inaonyesha Himidi Mao huyo akienda kumchezea Alassane Kante. Yaani kiujumla wachezaji wanapaswa kulindana wenyewe kwa wenyewe kabla kulindwa na kipenga cha mwamuzi, kwa sababu kuna mpira mwingine huu mpira ni hatarishi kuingiza mguu wangu. Lakini pia hapo hapo kuna issue za watu kwenda AFCON Betha. Unaweza ukaribu karia ya mtu kwa sababu umeenda umemchezea rafu ambao ni mbaya, ameshindwa kuondoka na timu. Tunaona sasa hivi baadhi ya mastamba wanakosa AFCON kutokana na majeraha. Idadi ni kubwa sana. Kwa wachezaji wanapaswa kulindana wenyewe kwa wenyewe. Lakini sasa tunapokuja kwa bwana Jonathan Soa, kwake imekuwa ni kama vile ni aina ya maisha yake. Kwa sababu hata alipokuja Simba, mchezo wa mwisho wa msimu uliopita ilikuwa ni finali ya Yanga dhidi ya Singida Black Stars. Tulikuwa pale Amani. Alimpiga kiwiko Dickson Job Mabaka. Sina kumbukumbu fresh. Yes, lakini mmoja wapo apiga mpira nje. Ile anapewa red card. Na muda alikuwa anazongana na Diala, kuna muda alipiga mpira nje wakati mwamuzi alikuwa anataka kulistart. Yes, kwa unaweza ukaona ikampelekea akashindwa kucheza mechi ya ufunguzi kwenye ngao ya hisani pale. Kwa sababu yeye alisajiliwa Simba kwa ajili ya mabao. Lakini sivyo bahati kwake, mechi ya kwanza kabisa ya kufungua msimu alishindwa kutumika kwa sababu alikuwa ana hiyo adhabu. Kwa hiyo mimi nafikiri anapaswa kwanza kujitambua na kujiona kwamba yeye ni mchezaji mkubwa, kwa sababu na anacheza klabu kubwa. Yes, kucheza Simba ama timu nyingine yote ya ligi kuu, hii ni klabu kubwa kwa sababu platform unayopata ni kubwa sana, na tunajua sisi ambao kwenye kukuza wachezaji kimekuwa ni kitu kikubwa sana ambacho tunakitoa, kwa sababu hata wachezaji wa mataifa wengine mataifa mengine ambao wanacheza hapa, asicheze hata Simba, asicheze hata Yanga, Azam wala Singida, yuko bwa mdogo mmoja anacheza Fountain Gate Burundi, sijui Mnyarwanda yule, one of the best. Kuna mechi moja ya Simba bwana alisumbua pale Mukono. Unaweza ukaona huyo ni Mukono ambaye na mdogo miaka 31. Sawa. Huyo ni Mukono ambaye hayuko Simba, hayuko Yanga, hayuko Azam wala yuko Singida, lakini watu wanamjua. Kwa hiyo hata mwenyewe Soa anapaswa kujua yupo kwenye timu ambayo ina mashabiki wengi, na watu wengi hawa ambao wanasapoti kutokana na kile anachokifanya, kwa maana kufunga mabao, sio kwa maana vitu vingine vya kipuzi anafanya. Lakini pia ni washambuliaji ambao wana kadi nyingi za njano msimu huu kwenye michuano yote. Almost yani ana kadi kama so 3 ni 4 Jonathan Soa msimu huu. Lakini pia njoo kwenye track yake. Kwenye tangia huko Medeama wanacheza na klabu ya Young Africans. Nafikiri alipata kadi nyekundu pia kutokana na misconduct ama kufanya vitu ambavyo sio vya kiungwana. Hapa. Hapa. Lakini pia na penalty akakosa. Lakini pia ndani ya Singida pia tumeona alikuwa anafanya hivyo, na kuna watu ambao kabla ya kusajiliwa yeye kupelekwa ndani ya klabu ya Simba alikuwa anasema okay, Soa ni complete package in terms of scoring goals, lakini sasa anakuja na nini, anabeba nini yeye, yani analeta nini kwenye timu. Kuna baada ya Young Africans kuanza kujitoa, kuna maneno yalikuwa yanazungumzwa kwamba wanajitoa kutokana na tabia yake. Ni ngumu kumcontrol, ni ngumu kumhakikisha na stay focused na kuhakikisha afanye vitu ambavyo sio vya kiungwana. Lakini baada ya kusajiliwa Simba watu wakasema sisi tunamtaka hivyo hivyo na tunaweza tukamlinda kuhakikisha afanye vile vitu ambavyo sio vya kiungwana. Na nakumbuka samani, nakumbuka sasa watu walivyokuwa wanaoji nidhamu, tutamkopea nidhamu kwa Mzamiru Yasini. Lakini sasa hivi tunaona amekuja Simba bado mchezaji ambaye yani inawezekana yeye ana kadi nyingi za njano kuliko hata kiungo wa chini, kuliko hata Nabii Kamara. Na hiyo na hasara gani kwa upande wa Simba endapo atapewa adhabu? Yani ni hasara. Ni mchezaji ambaye Simba sasa hivi na struggle kupata magoli. Yani ina struggle kuweka mpira kwenye nyavu, na watu ambao ni wafanisi ama jukumu lao kazi yao nambari 1 kwenye timu ni kuweka magoli, basi ni Jonathan Soa. Na pengine conversion rate yake
pale Simba hamna ambaye anamgusa. Okay. Si Mwalimu, si Mkwala, conversion rate yake ni kubwa, yani ufanisi wa matendo pale anapokuwa kwenye goli. Tutaenda kwenye takwimu za msimu uliopita, alicheza nusu msimu lakini alifunga magoli mengi kuliko hao akina Mkwala ambao walianza msimu mzima. Kwa hiyo Simba inamhitaji yeye kama tiba, lakini kwa anavyovifanya vinaweza vikamfanya yeye akosekane pale ambapo timu inamhitaji zaidi. Kwa hiyo kuna muda sasa, sawa wewe ni mchezaji ambaye joto la mechi likipanda unakuwa na hasira, lakini you have to control it. Wewe kama professional inawezekana ukaigharimu timu yako. Let's say unapigwa bani mechi 5. Na ndio hiyo naonukia. Ndio Simba ambayo haina magoli. Nakumbuka ile mechi dhidi ya Azam, kila mtu kwa nini unahisi anasema anze Soa. Sababu wanaamini yeye ndo mfanisi zaidi kwenye lile eneo. Sasa pale ndo naambiwa Soa nje mechi 5. Na maana sasa hivi ndo tutakuwa wakina Dese wale ambao mpaka sasa hivi hana goli lolote, anazuhura tu uwanjani. Ndio watu ambao watakuwa tegemezi kwenye timu. Kwa hiyo nafikiri kuna namna fulani anatakiwa kubalance ile emotion yake pale ambapo mechi inakuwa imepata joto. Abdul Mkenge, tukio la Ibrahim Baka na tukio la Jonathan Soa dhidi ya Himidi Mao, lipi linatisha zaidi? Ama ni hatari zaidi kwa lugha yote ni hatari? Yote ni hatari. Yote ni hatari. Yote ni hatari. Comment yako fupi sana hapo. Akija alizungumza ile Himidi Mao dhidi ya Kante. Hapa tuko kwa Soa kaka. Usitutoe kwenye script. Hapa tunaambiana tu. Usitutoe kwenye kwa sababu hiyo script yako sio msahafu ama Biblia. Hamna, lazima inyooke, yani iende hivi hivi. Basi nitakuwa na mashaka na wewe na mtengeneza script yako. Basi sawa, tupate mapumziko mafupi halafu tutarejea kwenda kuyachakata yale yaliyosalia. Kuna